Naitwa Mwalimu Philip John Ali. Ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la kijamii linaitwa APHI Foundation ambalo makao makuu yake yako jijini Mwanza. Hapa mbele yenu tumeambatana ni msafara unaojulikana kwa jina la Urithi Wetu PTP2. Ni matembezi ya hisani ambayo yametoka mji mkongwe wa Kigoma Ujiji yanaelekea Kizimkazi Zanzibar. Ni msafara ambao una takribani watu 39, kina dada na kina mama wako 11 na kina baba na vijana wa kiume wako 28. Matembezi haya yana malengo mahususi mawili. Moja, tunahamasisha utunzaji wa mazingira, lakini mbili, tunahamasisha utunzaji wa historia kwa faida ya kizazi kilichopo na vizazi vijavyo. Katika upande wa mazingira, tumehamasisha upandaji wa miti katika taasisi za umma, lakini pia vile vile tumeweza kuhamasisha jamii juu ya matumizi ya nishati safi na salama ya kupikia. Lakini alikadhalika katika historia tulikuwa tunafanya exploration kwenye njia ambayo waliweza kupitishwa babu zetu enzi zile za utumwa kwa zaidi ya miaka 150. Hivyo basi tumeweza kuandika historia ya kutosha, untold stories mbalimbali ambazo zipo hazijaweza kuonekana kwa uwazi kwenye historia. Ni mambo ambayo tumeweza kuyachukua na kuhakikisha kwamba mambo haya yanakuwa ni kivutio cha utalii kwa Watanzania, na pia vile vile njia hii inaingizwa kwenye kumbukumbu za urithi wa dunia. Tumeweza kutembea katika takriban mikoa 7. Huu mkoa wa Dar es Salaam ni mkoa wa 7. Rehema Silas Mangula, ninatokea Iringa. Changamoto ni nyingi tulizokutana nazo. Ya kwanza unafika kwa sababu tulikuwa tuna utaratibu wa kutoka saa, labda tunaweza tukaamua tukatoka saa 10 tukaanza matembezi yetu. Lakini njiani humo ni changamoto nyingi sana tulizokutana nazo. Lakini baada ya hapo hizo changamoto tulizokutana nazo, lakini changamoto nyingine ni watu kuvimba miguu, watu kutoka malengelenge. Malengelenge tumetoka ni asilimia kubwa tu waliotoka malengelenge, sio kwamba ni mimi peke yangu. Watu tunashindwa kutembea, lakini kwa sababu lengo letu lilikuwa ni kutembea, tuliweza kutembea hivyo hivyo kwa kuvutana mpaka tumefika mahali hapa. Sababu hatukuweza kutumia usafiri wa aina yoyote, na pia tulikuwa na bosi wetu hata kama tungeweza kumlilia asingeweza kutubeba wote. Kwa hiyo tuliamua kutembea mpaka kufika mahali hapa. Kwa majina naitwa Chief Mtwale Isambe kutoka himaya ya Buha Asilia, Kasulu, Heruju, Kigoma. Matembezi yalianzia kwenye eneo langu la Ujiji, sehemu ambako nafanyia vikao na kama katibu wa umoja wa machifu na wazee wa kimila mkoa wa Kigoma, lakini pia balozi wa mila kwa Tanzania, chama cha wazee Tanzania. Naweza nikasema matembezi haya yapo kihistoria ili kuweza kudumisha historia na mambo mbalimbali ambayo mwanadamu alianzia. Katika kufanya hivyo, vitu vingi msafara huu imefanya. Mojawapo ikiwa ni kupanda miti, kutunza mazingira, lakini pia kuangalia mababu zetu walipopita na vituo ambavyo walipumzika. Niweze kusema tukio kama hili sio sisi tu tumefanya, hata walioshiriki na nyewe waandishi wa habari mnalifanya liwe tukio muhimu sana. Kwa sababu tunasema waandishi wa habari ni jicho la kwanza katika maendeleo. Bila waandishi wa habari maendeleo hayawezi kujulikana, na hata aliyofanya mama Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano hayawezi kuonekana. Lakini pia tuweze kusema kwa mapokezi tuliyofanyiwa na mkuu wa shule ya sekondari Tuliani ni mapokezi ya kiutu. Unajua kuna utu na ubinadamu. Madam ametufanyia utu. Tumekaa hapa kwa takriban siku 4. Tunakula na tunahudumia kwa kila kitu. Haya mapokezi kwa viongozi wengi wa serikali, tunaweza kusema mkuu wa shule ya Tuliani sekondari, Mungu akubariki sana. Haujapoteza kwa sababu umejenga taswira ya watoto wa shule ambao wanajifunza
kuwa na ukarimu, na tungetamani hata wewe ungeweza kushiriki matembezi haya kwa kutoka hapa mpaka bandarini, lakini hatukukuandaa, lakini bado ungetengeneza vijana wakakamavu waweze kujua kwamba hata siku nyingine ikitokea dharura wanaweza kutembea hapa mpaka bandarini. Niweze kusema tu kwamba kwa wale watembeaji wote poleni na hongereni sana. Mimi sipendi kusema poleni, nasema hongereni kwa hatua mlioifanya. Sawa, kidogo sana. Rais Samia alisimikwa na ameitwa Chifu Hangaya. Wewe ni chifu pia. Unalipi la kumwambia hususan ukilinganisha na matembezi yenu haya? Sisi tunasema chifu huwa ni mtu ambaye kila kitu kinatakiwa kianzie kwake. Hata Mwenyezi Mungu wakati anatoa maelekezo, alitoa maelekezo kwenye familia, na familia huwa ina chifu tu. Kwa hiyo tunaweza kusema Mheshimiwa Chifu Hangaya ambaye ndio mwenyekiti wa machifu kwa sasa, naweza nikasema hatukukosea sisi machifu, kwa sababu kwanza tumeondoa mfumo dume, kwamba zamani huko walijua kwamba mwanamke hawezi kuwa chifu, lakini ule ulikuwa ni mfumo dume tu ambao haukuwa na tija yoyote ile. Na ndio maana leo hii Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano amesimama kama wengine wanavyoweza kusimama, wanaume na wanawake wengine. Asante. Kwa jina naitwa Janet Mabusi, ni mkuu wa shule ya Turiani Sekondari hii ambayo mko hapa. Kipekee kabisa nichukue nafasi hii kuwashukuru matembezi haya ya hisani, uongozi wote wa matembezi haya, mwenyekiti, katibu na wote ambao wamekuwa kwenye haya matembezi. Kwa kweli sisi kama shule tulipokea matembezi haya kwa moyo mkunjufu kabisa. Tangu tulipopata taarifa kwamba tunapokea ugeni huu, kwa kweli tulipokea kwa namna ya tofauti ambao ni ya kustajabisha, kwamba matembezi ya hisani yanaanzia Kigoma mpaka Dar es Salaam, watu wakitembea kwa miguu. Kwa kweli kwetu imekuwa ni funzo. Matembezi kama haya kwa wanafunzi ambao wako hapa wamejifunza kwamba yalifanywa huko nyuma na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kutoka Butiama mpaka Mwanza. Lakini leo kumbe kuna wazalendo ambao wanaweza wakafanya matembezi kama haya kutoka Kigoma kilomita zaidi ya 1000 mpaka Dar es Salaam kwa miguu. Pale Zanzibar tunapoelekea Kizimkazi kuna mambo mawili makubwa yatakayofanyika. Jambo la kwanza, tunaenda kutembelea maeneo ya kiutalii, maeneo ya kihistoria. Kama tunavyojua kwamba Zanzibar vile vile ni eneo ambalo ni la kihistoria na la utalii mkubwa ambao watu mbalimbali duniani wanatembelea. Kwa hiyo tutazungukia katika maeneo ya kitalii. Lakini jambo lingine la pili, tunaenda kufanya uhamasishaji wa utunzaji wa mazingira, matumizi ya nishati safi pamoja na kupanda miti. Kwa hiyo tutaenda kushirikiana na mamlaka za kule kuhakikisha kwamba tunapanda miti na tunaacha kumbukumbu katika kazi hii ambayo tumeweza kuifanya inayounda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini jambo lingine la pili ambalo umeweza kuliuliza, sisi tunachokitizama havihusiani na kampeni za kisiasa, bali tunaunga mkono jitihada za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni rais wa Watanzania wote. Kwa hiyo hili jambo naomba liweze kueleweka, sio jambo la kisiasa. Badala yake ni jambo ambalo linaunga mkono jitihada za serikali ambaye bosi wa serikali ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.